Fadhili Awami Mboga ni diwani wa kata Makangarawe. Kwanza tulikuwa na kikao cha ODC lakini ni kuripoti kwa mara ya kwanza kwenye ofisi ya kata pamoja na kufanya kikao hicho, lakini tumeweza kujadiliana vitu vingi. Lakini pili, tulisema tupitie baadhi ya maeneo kwenye idara mbalimbali. Kwenye upande wa afya tumepitia kwenye zanati yetu, zanati ya Makangarawe, kuweza kuangalia changamoto zilizopo pale. Tumeona changamoto kadhaa zipo ambapo tumekubaliana tutaweza kutoa ushirikiano mkubwa kuhakikisha kwamba changamoto zile tunazitatua. Lakini pili, tumekuja hapa kwenye eneo letu. Hapa tunatarajia kuwa na shule ya sekondari ambapo kwa mujibu wa mkandarasi na mkataba wetu inaonyesha kwamba tutakuwa na madarasa yasiyopungua 20 kwa mujibu wa maelezo ya mkandarasi. Lakini dhamira kubwa ya hapa ni kupata shule ya sekondari. Kwa hiyo tumekuja hapa kwa ajili kuangalia kinachoendelea, spidi ya utekelezaji na ujenzi wa shule hii. Kwa kweli tumeridhika na namna ambavyo walivyoanza na spidi ya ujenzi wa shule yetu, lakini tunatoa rai tu kwa engineer wetu kwamba wahakikishe kwamba wanaongeza spidi ili tuweze kupata shule kwa wakati. Lakini kwa mujibu wa muda ni miaka 2, tumeona hapa kwenye mkataba, kuanzia tarehe 7 mwezi wa 10 mpaka tarehe 7 mwezi wa 10 2027. Mimi naamini kabisa kwamba tutaongeza spidi ya sisi kama diwani kuhamasisha na viongozi wetu wa manispaa, lakini pia hata mbunge wetu kuhakikisha kwamba huu mradi spidi inaongezeka, yani usifike miaka 2 kadri itakavyowezekana, ili tuweze kuwahi mrundikano mkubwa wa wanafunzi au usajili wa wanafunzi kidato cha kwanza wa 2027, kwa sababu 2027 tunategemea kupata madarasa 2 kwa wakati mmoja, darasa la 6 na darasa la 7 kwa mujibu wa mtaala mpya, wote ndio kuanza kidato cha ngapi? Cha kwanza. Kwa tunategemea mpaka itakapofika Januari 2027 at least wanafunzi waweze kuingia kwenye shule hii. Kwa hiyo tumefarijika, lakini pia tuna matumaini makubwa kwa namna ambavyo tumeona harakati zinavyoendelea mpaka kufika muda huo. Kabla muda huo huu mradi utakuwa umeshafikia hatua nzuri, na nafikiri huduma zitaendelea kupatikana. Lakini mimi nichukua nafasi hii na mimi niahidi kwamba nitahakikisha natoa ushirikiano na kuja hapa mara kwa mara kuhakikisha kwamba tunaona kinachoendelea. Of course inaonyesha leo utekelezaji sio mbaya, ni nzuri, kwa sababu kwa muda ambao wamechukua mkataba, wameingia kwenye mkataba wa ujenzi wa mradi huu mpaka sasa, nimeshaongea na engineer wetu. Of course kwa namna ambavyo mambo yamefanyika, hali ni nzuri tu utekelezaji. Lakini kutokana na mahitaji yetu ya sasa, shule za msingi tunazo 2, tunajitahidi na Dovya. Nilivyowasiliana na wataalamu pamoja na wenzangu, nimesema kwa mujibu wa mkataba wa hapa kwa sasa na ramani ya hapa, itachukua kwanza elimu ya sekondari, nadhani itakuwa mchanganyiko. Kwa jina naitwa Juma Mtulia, ni mwenyekiti wa mtaa huu wa Msakala ambapo mradi huu wa shule upo. Kikubwa zaidi tulikuwa tuna changamoto kubwa sana katika kata yetu kutokana na shule ya sekondari tulikuwa hatuna. Kwa mujibu wa uongozi wetu wa serikali tumepambana mpaka leo kufikia hapa, ujenzi huu unaanza. Tunashukuru sana katika hili. Kikubwa tu tulikuwa tunachoomba mradi tu uende kwa wakati, na sababu ni mahitaji ni makubwa kwa vijana wetu ambao walikuwa wanakwenda mbali sana kutokana na hali yenyewe sasa. Sasa tulikuwa tunachoomba kwa haraka na wakati kama ulivyopangwa, basi mradi uwe umetekelezeka. Mahitaji ya wananchi kuwa na shule yao ya kata hii ni watu wana hamu nayo sana kwa kweli. Kwa hiyo wito wangu serikali hiyo bega kwa bega na viongozi wetu wa kata na sisi kwa pamoja, ili mradi uende kwa haraka zaidi. Kwa majina naitwa Bruce Boniface Mbagwile, ni mwenyekiti wa CCM wa kata ya Makangarawe. Binafsi sisi kama viongozi wa chama, kwanza tunampongeza mheshimiwa diwani katika ziara yake leo. Ameenda kukutana na watumishi wa kamati ya maendeleo, lakini alisema viongozi wa chama labda naomba washiriki, kwa sababu anajua kwamba utekelezaji huu wa kusimamia miradi ya maendeleo ni kwamba lazima chama kiweze kusimamia kama wasimamizi wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Binafsi tu nianze kwa kumpongeza kwanza Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Yeye ametuletea fedha kwa ajili ya mradi huu ambao unatekelezwa. Yeye ni mwenyekiti wetu wa chama, lakini ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametuletea pesa za kutosha kwa ajili ya kuanza huu mradi. Kwa mimi na imani kabisa kupitia mradi huu utakwenda kupata
mafanikio makubwa kwa vijana wetu ambao walikuwa wanasoma shule za mbali, lakini leo hii watasoma karibu na maeneo ambayo wanaishi. Lakini pia sisi kama chama tuliongea mpaka halmashauri ya CCM ya wilaya kuomba tunahitaji shule ya sekondari, na tumesema kwenye majukwaa tunahitaji shule ya sekondari ya kata, lakini serikali ya Chama cha Mapinduzi, serikali sikivu, imetusikia na hatimaye leo hii tunajionea wenyewe kuona mradi unatekelezeka. Naitwa Catherine Mwashiga, ni mkazi wa hapa jirani kabisa na mradi. Nipo jirani kabisa, nyumba kama ya pili. Nimeshukuru sana kwa mradi huu, tutawasaidia vijana wetu wengi walikuwa wanaenda mbali kusoma. Kwa mradi umesogezwa karibu, kwa hiyo watasoma kwa bidii kwa kuwa mradi upo karibu, hatachelewa kufika shule, watawahi. Naitwa Yusuf Juma Pandu. Msaada utatusaidia kwa vijana wetu kama hivi tunasomesha mbali, wengine tunasomesha Vituka, wengine tunasomesha Buza huko. Sasa kwa hiyo msaada ukiwepo hapa karibu, wakitoka hapa tutumii nauli, watakuwa wanatusaidia kwa vijana wetu wanatoka nyumbani, wanakuja shuleni, wanaweza hata kwenda kunywa chai nyumbani wakaja shuleni. Vivyo utatusaidia sana.